Mwalimu auawa akizuia mifugo eneo la shule. Inasikitisha sana story. Inasikitisha hiyo. Mwalimu wa shule ya sekondari Galula kule Songwe, Disetas Dimoso, amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kwamba ni wafugaji alipowazuia kupitisha mifugo ndani ya eneo la shule. Kwa mujibu wa taarifa za awali, inadaiwa kwamba tukio lilianza baada ya vijana wawili kujaribu kupitisha mifugo katikati ya eneo la shule hiyo ya sekondari ya Galula, hatua ambayo inadaiwa kuzua mabishano na kuzusha ugomvi kati ya vijana hao na mwalimu Dimoso. Inadaiwa mmoja wa vijana hao aliwapa taarifa watu wengine wanaodaiwa kuwa wamiliki wa mifugo waliokuwa jirani, ambao walifika eneo hilo na kumshambulia mwalimu huyo kwa kipigo kabla ya kutoweka. Sasa walimu na wananchi wakamwahisha mwalimu Dimoso katika kituo cha afya Mbuyuni, lengo apatie huduma ya kwanza kabla ya kuhamishiwa katika hospitali ya rufaa Kanda Mbeya, ambapo alifariki dunia akiwa anaendelea na matibabu. Mbona wafugaji, ugomvi wangu mimi na wao ni hapo tu. Yaani wanaichukulia serikali ya Jamhuri ya Muungano kama iko kwenye mfuko wao. Wanaweza kumfanya mtu yoyote, yani wanaweza kufanya chochote na wakamfanya mtu lolote. Fugaji. Yaani wafugaji wa nchi hii kuingiza ng'ombe wao kwenye shamba lako, yaani kawaida, sio kesi. Na wewe ukiwepo eneo hilo mawili, kilema cha kudumu au wakuue. Yaani ng'ombe wao wana thamani kuliko mazao yako na uhai wako. Hivi unapitishaje ng'ombe mifugo kwa shule? Kwa hiyo na maana yani serikali imetenga hela kujenga shule, inalipa walimu na kila kitu. Wewe na ng'ombe wako umetoka nao kwa 3000, wanataka uwapitishe hapa kwenye eneo la shule. Yaani wewe nani kwenye hii nchi sasa na ng'ombe wako? Alafu mnampiga mwalimu mpaka anakufa. Walimu wenyewe kwanza tunao wachache. Yaani unajua niliwahi kuangalia filamu moja inaitwa Tears of the Sun ya Bruce Willis. Wamarekani walitoka katika taifa lao kwenda, ilikuwa nchi gani? Nigeria, Sierra Leone, kwenda kumfuata daktari bingwa huyu mmoja. Kimetumwa kikosi kwenda kumfuata daktari bingwa mmoja Sierra Leone katikati ya vita. Asa nyinyi wakulima na ng'ombe wenu mnaenda kutuulia mwalimu. Fugaji. Wanani wafugaji? Mnaenda kutuulia mwalimu kwa ajili ya ng'ombe. Sana. Yaani tunakosa watoto wetu kusoma shule nzima, hapa ndio unakuta mwalimu labda ya science, hisabati, sijui mwalimu wa nini. Mnamuua mpaka tukatafute mwalimu mwingine, tumsafirishe tumlete. Nini? Tulikuwa tunapitisha ng'ombe. Yaani mvunje sheria, alafu mvunje tena sheria juu ya uvunjaji wa sheria. Sio mchezo. Nini nani? Sio mchezo. Na staili gani ya fugaji hiyo aishi? Kama mbona kizamani sana Musa? Kuzurua na ng'ombe. Nazurua na mifugo nchi nzima. Tumeshindwa kuiondoa hiyo. Hamna, tunaleana tu. Sahihi. Niamini mimi nakwambia. Hakuna fugaji wa hivyo tena. Unazurua na ng'ombe hiyo si mambo ya kizamani kabisa. Tunaleana tu. Mbona ilitumika nguvu, kuna mahali wanahamishwaga na wanatoka. Wafugaji Musa anachosema Zambia mimi namuelewa. Mimi nakaa kimya naelewa. Yaani mimi nimeshaona athari zao na kiburi chao na jeuri yao. Kiburi sana. Kuharibu mazingira kwanza. Usiwachezee. Nani? Wanazunguka afu wanazunguka maeneo ambayo wanajua sanduku na malisho na maji. Kwa hiyo wanajua maeneo yanayopita pembezoni. Afu hataki kuona kitu mbele. Yaani wao ni wao. Yeye wanafyeka. Wanaamini kuna faini, kama faini wanalipa. Hawajawahi kuogopa. Faini hizi? Wana hela. Ni matajiri sana. Wao washaua watu sana. Na bado kuwa hivi. Bahati mbaya imetokea shuleni kwa mwalimu, lakini watu wengi wameshaumizana, wa vilema washaua wakulima wengi sana. Yaani wao nani? Yaani kitu imekuwa ngumu hiyo.
Isiyo ngumu mimi. Umeshindwa kuicontrol kabisa hii. Migogoro ya wakulima na wafugaji. Kwa nini Hamna mgogoro. Mgogoro kivipi? Wafugaji wa korofi. Wewe unazulisha vipi ng'ombe wako nchi nzima? Wewe unatembezaje ng'ombe nchi nzima? Unatoka nao Arusha unakuja nao mpaka Morogoro. Mtwara. Mpaka Mtwara. Wewe nani? Wewe unazua ng'ombe nchi nzima. Unaelewa maana yake? Toka kanda ya ziwa huko. Wanazunguka nchi nzima mpaka Morogoro hao hapa. Ndani vijijini huko. Wanakula ng'ombe buku. 1000. Kumbe buku wachache sana. Allah. Yaani wewe yani unaona umekaa hapa Musa. Zembwela. Yaani wakukule Kawe, njia panda Kawe. Vumbi naliona hapa. Yaani unaona mtiti huo, unaona tayari. Ng'ombe 10,000. Hivi. Unasikia miruzi tu. Alafu wanatanguliza washenga kwanza. Washenga ndio kile nani? Wanaweza wakatangulia kijijini siku 2 kabla. Shenga anakuja, jamaa tunapitisha ng'ombe hapa. Haya, mwenyekiti itatwa mwenye mashamba yao nini? Sasa wewe sasa hujui wewe kwenye shamba lako. Kuna hao wengine wanakwambia bwana, kila mwenye mahindi yake tupige ni hesabu hapa. Mwenye mahindi yake, mwenye mpunga chochote kile, mahindi special. Wengine wanamalizana nao kabisa. Sasa wengine anaweza kumaliza hizo ngazi hizi anazitaja ando, afu wewe mkulima mwenyewe sasa hujui. Mwenyekiti au katae. Au katae. Ukikataa wanapita, wewe utajua. Bisha sasa. Kwa sababu lazima wapite, watapita hapo sasa. Mimi nakwambia wangekuwa lazima wapite. Rusha helicopter ukiwaona tu wachukua ng'ombe wote. Chinjilia mbali. Peleka kwenye vituo vya watoto yatima. Unapitisha sheria tu. Mbona zipo sheria ndogo ndogo hizi? Bylaws. Kama maana katika mkoa huu ukikatiza na ng'ombe wako tunawataifisha. Tuna taasisi kibao zina shida. Piga mnada, nenda kapaue shule, jenga matundu ya vyoo. Piga ng'ombe, peleka kwa watoto wanaotakiwa kupandikizwa nani uloto. Piga mnada ng'ombe, peleka kwenye nani kufufua, kujenga chumba cha mashine ya X-ray kwenye zahanati yetu akipo. Ukikatiza yani na ng'ombe wako tu kwenye kijiji chetu. Piga mnada ng'ombe wote asubuhi na mapema tu. Tunaita nani wapo na nyinyi jela. Na hivi hiki kiburi Gerald wanachokuwa nacho hawa wafugaji kinatokana na nini? Kwamba kuna watu nyuma yao. Kuna watu watu wazito. Musa, ukimwona panya anarukaruka pembeni ya paka, ujue kuna shimo karibu. Watu wazito nyuma yao. Yani paka yule panya hapa dance. Ujue pembeni hapo kuna shimo. Kuna watu nyuma ambao hawagusiki. Yaani kwa mfano kuna kipindi wako kama hivyo nakamatwa wanataka kupiga fine. Yaani mtu ng'ombe amekamatwa labda sijui mkoa gani, chukulia huko Mtwara, huko Lindi, whatever. Maana fine inatakiwa ipewe milioni 50, 60, 70. Ndio fine zao hizo. Pesa inatoka Masaki. Jasho itakutoka. Jasho litakutoka. Aliwahi kusema unapewa control number. Control number inatuma Masaki, ila tokea Masaki. Utaamini. Utajua nani wako nyuma ya ng'ombe hao. Hatari sana. Jasho itakutoka Musa.